hapa tunaungana rasmi na kiongozi au mudiri wa madrasa hii ya hapa Zawiyatul Qadiria, Sheikh Nyange, na tuna mengi ya kuzungumza naye hapa. La kwanza kabisa, siku ya Alhamisi hapa katika siku za Alhamisi kuna kuwa na taratibu ama maulidi ya kila Alhamisi, na cha kushangaza kabisa, juzi kulikuwa na maulidi haya Alhamisi, na mimi nilipata simu kutoka Uganda ya moja ya wanafunzi wake, walieleza vipi hiyo maulidi, mbona ni makubwa sana, na ni katika ambayo atakayezungumzia hayo maulidi yaliyopita ya Alhamisi. Pia vile vile atazungumzia kuhusu maadili ya vijana, pia vile vile atazungumzia kuhusu makarama ya wazee. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Naam, kama alivyosema Ustaz Hamisi, kwa kweli kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu katujalia kila laheri na tumeamka wazima, mimi pamoja na wazee wangu wote kwa ujumla. Katika jambo kubwa kabisa ambalo kwamba sisi tunalolienzi haswa katika maulidi ya Alhamisi, huwa tunatekeleza ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema Mwenyezi Mungu baada audhu billahi minashaitanir rajim wa tasim bi'abdillahi jamia wala tafaraku. Kwa hiyo kutokana na aya hii tuliona ni vema sasa kwa muda huu na kwa wakati tuliokuwa nao tupende kuungana lau kwa wiki mara moja kuweza kukutana na watu mbalimbali kwa ajili ya kumsalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tulifanya hivi makusudi baada ya kuona hali halisi ya kiulimwengu, vijana wengi maadili yao kikweli yameporomoka. Mapenzi kati ya walimu kwa walimu hakuna, kati ya madrasa na madrasa hakuna. Kwa sisi tukaona ni vema katika siku ya Alhamisi kuyadumisha maulidi ya Alhamisi, tusome sisi Zawiya lakini pamoja na majirani zetu na twarika mbalimbali. Bwana hatupo wenyewe, ndani yake tunakuwa sisi Kadria, tunakuwa Shadhilia, tunakuwa Baalawi, tunakuwa Dandarawia na Askaria na twarika nyingi. Kwa hiyo kwa kweli jambo hili sisi tumeona limekuwa ni tija. Maana kwanza tulilianza hali ya kuwa tulianza kusoma maulidi ya Alhamisi tukiwa watu kama watu 10. Ndio mwanzo tulianza watu 10. Alhamisi iliyofuata tukasoma watu zaidi ya watu 10. Basi kafika mahala paka watu wakawa nazidi ya 40, 50, 60. Sasa tulipoona jambo hili watu milipokea, tukawa tunaamua kulisoma vijiji mbalimbali. Labda Alhamisi tumesoma Kondoa mjini, Alhamisi ijayo tunaenda kulisomea wapi? Mongoroma. Alhamisi ijayo tunakwenda labda Chandimo. Kwa hiyo hali hiyo tumeidumisha alhamdulillah mpaka sasa hivi unaona hali halisi imekuwa nzuri, lakini katika hiyo hali imeleta chachu na tija kubwa. Ndani yake palikuwa pana walevi kutokana na ile raha ya ile maulidi, watu wameacha ulevi. Palikuwa pana vijana wavuta bangi kutokana na ile raha ya maulidi, wanavyoona watu wafanya zwafa ile, watu wa dhikiri wameacha kufanyaje? Kuvuta bangi. Kwa hiyo tukaona hili jambo ni jambo la heri, hili ni jambo ambalo kwamba inatakiwa watu tufanyaje? Kudumisha, na ni jambo ambalo kwamba inatakiwa watu tuwe na istikama nalo. Hakika ndani yake kuna thawabu nyingi kama namna mashehe kama namna mashehe wanavyoelekeza. Kwa kikubwa niseme tu watu tushikamane na maulidi, lakini kila watu washikamane na twarika zao. Watu wasiwe twarika zao. Kila mtu mmoja ashikamane na twarika yake na aishikilie sawa sawa, na watu tuungane. Tusiwe na ile tabia kusema hawa Kadria, hawa Razikia, hawa Baalawi, hawa Shadhilia. Haya mambo yanachelewesha. Haya mambo yanachelewesha katika umoja wetu katika dini. Zote ni njia, lakini lengo ya zile njia ni kumfikia Mwenyezi Mungu salama. Sole bwana mtume. Allahumma salli sallam. Siku moja nadhani tulipatapo kushuhudia kisa fulani kwa Al-Habibu Sheikh Muhammad ibn Nasir ibn Abdullah Al-Qadri. Kuna halifa moja alikuwa akiitwa halifa nani wa Arusha, katika mahalifa kubwa Sheikh Muhammad Nasir, jina lake limenitoka, Halifa Musa.
Halifa Musa siku moja akitueleza wakati anasoma kwa Sheikh Muhammad ibn Nasir ibn Abdul al-Qadri, aliwahi kuandikiwa barua kutoka kwa mama yake Morogoro. Alipoandikiwa ile barua ilikuwa na maelezo pale, bwana mwanangu, mimi ni mgonjwa, naumwa sana, miguu yangu siwezi kutembea. Ukipata barua hii mpelekee Sheikh, muombe ruksa uje utuangalie sisi wazazi hapa, ili upate kujua maadili ya sasa na maadili ya zamani yanapishana vipi, hususan ni wanafunzi ambao ni talamizi. Halifa alipopata ile barua, alipoisoma, alichukua moja kwa moja akawa anaenda kwa Sheikh Msasani siku ya pili yake kwenda kumueleza. Alipofika akapisha hodi. Alipopisha hodi akamkuta mama, alhamdulillah kipindi akiwa hai, mama yetu Mama Kailani. Basi alipokaa pale, Sheikh yupo ndani ana nyiradi zake, mama akaenda akampa taarifa, Sheikh kuna kijana amekuja anataka kuone. Sheikh akamwambia mama amkaribishe kijana. Halifa Musa akapita akamsalimia Sheikh. Alipomsalimia Sheikh alipomtazama Halifa Musa, kabla Halifa Musa hajamueleza makusudi yake, Sheikh akamuuliza maswali. Halifa Musa akamwambia, naam, karibu kijana wangu, habari za nyumbani nzuri, haya wanasemaje Zawiani huko, salama? Sheikh akamwambia, nilikuwa na shida sana na wewe, bora umekuja. Asema asili yake kuna jambo hapa, naomba unisaidie ushauri. Akamwambia, jambo gani? Akamwambia, kuna mwanangu, kuna mtu ambaye kwamba yeye amesoma toka darasa la awali, yeye anakuwa mtu wa kwanza, ameenda paka darasa la 7 amekuwa mtu wa kwanza, akafaulu darasa 7 kwenda nini form 1, yeye anakuwa mtu wa kwanza, akatoka form 1 paka form 4 amefaulu vizuri, akaenda 5 na 6 mtu wa kwanza, akaenda chuo kikuu anakuwa mtu wa kwanza. Sasa kamaliza chuo kikuu, kafanya mtihani. Baada ya kufanya mtihani anasubiri ajira. Leo ananiambia hataki ajira. Je, mtu huyu ana akili? Basi Halifa Musa akajibu akasema, mtu huyu bwana hayupo sawa sawa, kwa sababu amehangaika kwa ajili ya dini, amehangaika kwa ajili ya kusoma. Lengo la kusoma ni kupata ajira. Sasa kama leo anataka kupata ajira afu tena anakataa ajira, mtu huyu atakuwa sasa hayupo sawa sawa. Mzee Sheikh akamwambia, haya sasa chukua maji haya, chukua ndoo 2 za maji hapo nje, zunguka nyuma ya nyumba, utakuta sisimizi kwenye nini, kwenye nyumba. Zile sisimizi zimwagie maji ili zipate kufa. Akatoka halifa yule, akachukua ndoo 2, akawa anazunguka. Akazunguka nyumba mara ya kwanza, haoni sisimizi. Mara ya pili, haoni sisimizi. Mara ya 3, haoni sisimizi. Akamuuliza mama, mbona sisimizi sizioni? Mama akamuuliza Shehe, kijana anasema umemwambia achukue ndoo ili auwe nini sisimizi, mbona sisimizi hazioni? Basi kiufupi kisa ni kirefu, Shehe alicheka akasema, asili yake bado tuna kazi, asili yake bado tuna kazi. Muda wote huo na kusoma kote bado hujajua. Basi ikabidi yule khalifa ashtuke ile kauli ya Sheikh. Kwani Sheikh akasema hivi? Inasemekana baada ya muda akabidi aende kumwaga kwa Sheikh, kumwaga Sheikh. Sheikh, bwana naomba ruksa bwana mimi niende. Akamwambia nenda. Lakini Sheikh akasema nenda kwa ukali. Alipofika akamuuliza Sheikh Ramadhani, Sheikh Ramadhani, nimeenda kwa Sheikh Muhammad ibn Nasr, lakini kanifanyia mambo 1 2 3 sielewi maana yake nini. Sheikh akasema asili yake na kusoma kote huku paka leo hujajua tu. Tosofu umesoma kwenye vitabu lakini vitendo hujavijua tu. Sema Sheikh alipokuambia chukua ndoo ya maji, nenda kafanyaje, kamwagie kwenye nyumba sisimizi, maana yake Sheikh alikusudia kusema nyumba ile ni moyo wako wewe. Yaani moyo wako wewe ni moyo ambao kwamba sasa umeshaanza kuingiwa na mabilisi. Mabilisi ndio zile sisimizi.
Mabilisi ndo nini? Zile sisimizi. Na yale maji shi alokuambia uchukue, so maji hayo uliokwenda kuteka kwenye bomba, maji alokusudia shekhe, tafuta nyiradi za kufanya ili moyo upate kutulizana. Asili yenu nyinyi mnasoma alafu mnaishia juu, hamfuatilii kwa ndani. Tasufi isome uijue ndani na nje. Kwa hiyo ukitazama maadili ya leo na maadili ya nyuma ni vitu vili nini? Tofauti. Kwa hiyo Mungu atujalie kila laheri, tufate maadili ya mabwana ili tupate siri zile ambazo kwamba zilizo kusudiwa. Alifa aliposikia namna hii akaambiwa, na Sheikh alipokuambia huyu mwanafunzi toka darasa la awali alokusudiwa ni wewe. Ingekuwa unasoma skuli wewe, sasa hivi wewe ushamaliza chuo kikuu tayari, ungekuwa unasubiri nini? Ajira. Kwa hiyo bakiza kidogo tu nataka uombe ruhusa kwenda wapi? Kwenda nyumbani. Sasa yule bwana alipogundua vile ikabidi agairishe nini? Safari. Alipogairisha safari akasema tena, alisema siendi kama mama kule, basi inatokea mushkeli basi, lakini Mungu mpe shifa. Kutokana na kukubali maadili ya shekhe na kukubali kile Sheikh alichomwambia, basi mama yake kule ile maradhi akawa amepona. Baada ya wiki ya pili inakuja barua, mwanangu mimi uko nishapona, mimi ni mzima tena, endelea na masomo. Halifa yule akafaulu, paka leo ni mwanachuoni mkubwa anategemewa Tanzania, katika wanachuoni wakubwa wa kitwarika. Huyo Alfa Musa anafanyaje? Anategemewa. Ndio maana hapa qala Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, amesema Imam Malik ibn Anas, Mwenyezi Mungu amniwe radhi, anasema man tafaqaha, yoyote mwenye kusoma elimu ya fiqh peke yake, wala mtasawuf, na akawa hajasoma tasawufu, elimu ya kitwarika, faqad tafasaka, mtu atakuwa ni fasiki. Wa man tasawuf, na yoyote mwenye kusoma elimu ya tasawuf yenyewe tu, wala mtafaqaha, na akawa hajasoma fiqh, faqad tazandaka, mtu atakuwa nini? Ni mzandiki, maana atakuwa ni muongo. Maana utakaposoma tasawuf yenyewe tu usisome fiqh, wewe utakuwa nini? Ni muongo. Hautaweza kuhukumu majambo kwa kutumia tasawuf. Sawa sawa. Na ukisoma fiqh tu yenyewe, ukasoma nahwu, mantiki, bala, ukaja soma tasawufi, wewe utakuwa ni fasiki, maana utakuwa ni mwovu. Elimu ile itakupa kiburi, haitakuwekea miko. Ndio leo unakuta mtu ni mwanachuoni anatukana mwanachuoni mwenzie. Sawa sawa Unakuta mtu ni mwanatwarika anitukana twarika nyingine. Huyo bado hajakamilika. Haya mambo hapa yatakuwa bado hajaelewa. Wa manjama bainahuma, mwenye kukusanya vitu vyote viwili, elimu ya fiqh na elimu ya tasawuf, faqad tahaqaqa, mtu huyo atakuwa mpata uhakika nini? Uhakika wa dini. Kwa hiyo watu wengi leo wanashughulikia kiwiliwili. Wanashughulikia nini? Kiwiliwili. Kiwiliwili hapa ni sheria. Sheria ni kiwiliwili. Je, mwili ukakosa roho, mwili ule unaitwaje? Mwili ukakosa roho, unaitwaje? Unaitwa marehemu. Unatakiwa ukafanyaje? Ukazikwe. Hasa roho ya dini ni twarika. Roho ya dini ni twarika. Na kiwiliwili ni sheria. Kwa hiyo ukiwa na vitu hivi viwili, na roho ya dini na ukawa na mwili wa dini, wewe unaitwa mtu kamili. Lakini ukakosa kitu kimoja, wewe ni mfu. Salio bwana mtume. Sasa leo ama vijana wetu wa leo, asilimia kubwa hawasomi elimu ya tasawuf. Hawasomi elimu ya tasawuf, wanasoma elimu ya sheria tu. Baada elimu ya sheria basi ni Qur'ani na fani nyingine mbalimbali, lakini katika tasawuf hawagusi. Hasa huku usipogusa, ucha Mungu kwako utakuwa ni mbingu na nini? Na ardhi. Utapata hapo tu kusikia kulikuwa na hichi na kile na kile, lakini ukisoma tasawuf itakufanya uwe mcha Mungu, itakufanya uwe mnyenyekevu, utakufanya wewe uwe karibu na mabwana.
Kwa hiyo katika maadili ambayo kwamba leo yanahitajika na watu wayafanyie mageuzi ni watu wazisome twarika. Na dunia leo hilo sio jambo la kufichikamana. Watu wataki wastaki. Watu waliobaki na ucha Mungu, watu waliobaki na adabu ni watu wa twarika. Tofauti na watu wa twarika shia hakuna. Sijui mzee Omar kama unaona. Ni watu wa twarika, lakini watu wengine mtihani. Mimi siku moja niliona ajabu kuona mtu mmoja katika wenzetu hawa ambao wanaopinga maulidi, anamuita mtu anasoma maulidi urafi, kafiri. Hebu tazama Mtume Muhammad SAW, ukitaka kujua kuwa alikuwa na tarbia, siku moja Mtume kaketi, amekuja bedui pale, akawa anakojoa mbele ya Mtume. Kojoa, maswahaba anatetemeka. Saidina Ali anatamani kumtia panga, lakini Mtume anambia fanyeni subira. Kamaliza kukojoa yule bwana kafiri pale, Mtume akamwambia leteni maji, kamwaga ndoo za maji, kisha akawaambia haya, tayari ardhi mshukua tahara. Yule bwana anaondoka anafikiria, yule kweli ni Mtume, nimikojoa mbele yake na watu wanataka kunifanyia madhara, lakini kawakataza. Yule bwana kufika nje karudi kutokana na tarbia, kasilimu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Kwa hiyo unapata hapo kuona kumbe dini ni hekima. Dini ni hekima. Dini ni siasa. Ukiwa una siasa katika dini, ukiwa hauna hekima katika dini, kuongoza watu itakuwa ni nini? Itakuwa ni mtihani na itakuwa ni ngumu. Ndio maana leo unatuona sisi ni wachache kielimu, bado tutasoma na bado tunasoma sana, lakini tunatumia ile sulubu ya mabwana. Tunashukuru Mungu tunapiga hatua. Leo tuna matawi Uganda, tuna matawi Burundi, tuna matawi Kongo. Kwa hiyo ni moja ya matunda ya elimu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa chaneli hii kuweza kututembelea. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kwa kweli akujalieni kila laheri na tufanyie wepesi. Tuase tu wanafunzi ambao wanasoma katika vyuo mbalimbali wajitahidi sana kufata maadili ya mashehe zao na maagizo ya mashehe zao ili wapate kufaulu. Ukienda kinyume na maagizo ya shekhe, ukienda kinyume na utaratibu wa shekhe, kufaulu kwako kutakuwa ni kugumu. Na ameleza Sheikh Omari karama za Sheikh Salum Mtimkavu. Ni kweli. Siku moja mimi nilio kutumwa kwenda Mombasa kwenda kumwakilisha Sheikh Salum katika hadhara moja, ilikuwa ni hadhara ya Sheikh Abdul Qadir kwa sheikh mmoja akiitwa ba Jabir na ba Salum. Tumekwenda kule Mombasa, tumetoka kwa Sheikh, nakumbuka Sheikh akatuambia mnakwenda katika ziara ya Sheikh Abdul Qadir, mkifika njiani mkapata na matatizo, mmitindikiwa, niiteni mimi Sheikh Salum, nitakuja. Tukiwa nadhani takriban kama watu 7, tukiwa na bwana mmoja anaitwa Kisiu, ndo katibu mkuu wa Twarikatul Qadir Azikia kwa sasa, Alfa moja kitu Alfa Hamisi, na mimi mwenyewe wengine nimewasahau majina yao, lakini tulikuwa kama watu 7. Sasa tulikwenda tukafika mahala tukasahau kuchange pesa pale mpakani mwa Tanzania na Kenya, tukabidi tuende na pesa za Kitanzania. Tumefika mbele kule kabla ya Mombasa, tumefika mahala tumeingia hotelini, njaa zinauma, tunahitajia kula, lakini tunagundua tumesahau nini? Chenchi. Sasa tukao tunaulizana tunafanyaje? Kumfuata dereva anataka tumlipe hela baada tukimpa 2000, si baadaye tuje tulipe 2000 mara 3 yake. Tukaona mtihani. Tukabidi tukae kwenye meza, lakini mimi nikatoka nje. Nikasema ngoja nifanye lile Sheikh alosema. Nikasema ya Sheikh Salum Ibn Mubarak, popote ulipo Sheikh, nimekuita, tumetindikiwa sisi na nini? Na fedha za kigeni na njaa zinatuuma. Ulisema tukitindikiwa na jambo tuite. Basi kiufupi Mwenyezi Mungu karimu sana. Tunaingia ndani pale, tunaona Msomali amekaa pembezoni mwa meza yetu, anamwambia yule mhudumu, peleka chakula pale. Wakaleta pale kuku kila moja, mayai, sijui nini, takriban kama 100,000 ilitumika. Kwa kweli tukatambua hizo ni karama za shekhe, tukala. Na yule Msomali akasema mkirudia vingine pia mtakula hapa bure. Siku tumerudi Arusha,
tunamsalimia shehe kabla hatujasema jambo. Shehe akasema nyinyi mlitindikiwa na pesa nyinyi, mlijua nani kaja kualipia pesa? Akamwambia tufahamu shehe. Akasema yule alikuwa Sheikh Salum mwenyewe. Kwa siwezi mimi nikatuma mtu mahala nikamwachia mtu akazalilika. Kwa hiyo ukiwa mwanafunzi hapo unapata somo. Shehe aweze akakwambia pita njia hii ina simba, na shehe akakuachia ukaliwa na nini? Na simba. Lazima shehe kuna jambo atakuwa analijua, ama kuna jambo atalifanya, utapita sehemu aliyekupo salama. Kwa wanafunzi tudumu madarasani na tuwaheshimu mashehe, ili siku tunapofanywa Fatiha tupate ile nini? Ile tunaita siri za elimu. Tumeona ulikuwa ukifanya sana dua za milimani. Zile dua zina siri gani, dua za milimani?